Naam, hayawi sasa yamekuwa. Tunaingia sehemu ya mwisho, sehemu ya 8 ya simulizi ya utamu wa shemeji. Hii ndio final. Tumeona katika sehemu ya 7 kati ya Ana na mume wake. Mambo yamezidi kuwa mambo, na tulipoishia ni pale rafiki yake na Ana, Melania, akiwa anampigia simu Ana kwa lengo la kutaka kumwambia jambo. Hapo ilikuwa ndipo tulipoishia. Hii ni Simulizi TZ. Langu jina ni Mr. A Romantic. Tusonge pamoja katika muendelezo na sehemu ya mwisho ya simulizi ya utamu wa shemeji. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Na sasa tusonge pamoja, ndugu msikilizaji. Basi Melania alimpigia simu Ana, kisha akamweleza, upo wapi? Nipo Kigoma, kesho natarajia kurudi. Kumbe mimi nilijua umesharudi, na nikajua kabisa mpo kifamilia huku. Wapi tena? Mele, wapi? Nimemwona mdogo wako na shemeji, hivyo nikajua labda mpo wote. Hapana. Ila nini Melania? Au basi we Mele, vipi? Hapana, usijali rafiki yangu. Aya bana. Basi Ana baada ya kumaliza kuongea na Mele, ndipo akachukua simu na kumpigia mumewe. Hey baby, mambo? Poa. Mbona leo umekuwa kimya hivyo? Hapana, nilikuwa bize na kazi kidogo, ila nipo tu nimetulia hapa. Upo wapi kwani? Nipo mitaa ya nyumbani tu hapa. Ana alishtuka baada ya kusikia hivyo. Alianza kujiuliza, kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Na mbona Mele amemwambia vingine? Basi Ana hakutaka kuweka dauti sana, akahisi huenda ni maneno tu. Basi George na Diana waliendelea kupenzika. Baada ya muda wakarudi nyumbani kwao. Yaani ilikuwa ni raha juu ya raha, furaha juu ya furaha. Diana alijisahau kabisa ya kwamba alikuwa anatembea na shemeji yake. Basi kesho yake Ana aliingia jijini Dar akiwa na furaha ya kutamani kuiona familia yake, na hii yote ilisababishwa kutokana na muda mrefu kuwa nao mbali. Basi ndipo alichukua taksi moja kwa moja mpaka nyumbani kwake, yaani nje ya geti. Diana akiwa ndani na George. Siku yenyewe ilikuwa ni siku ya Jumapili, hivyo wote walikuwa nyumbani. Basi Ana aligonga hodi sana, lakini kulikuwa na ukimya. Upande wa ndani Diana na George walikuwa wamekaa tena wakijiachia, huku Diana akiwa amepakatwa na shemeji yake. Waliendelea kucheza gemu, mchezo aina ya PS. George alikuwa akimfundisha shemeji yake taratibu. Basi ndipo ghafla wakasikia kengele. Baada ya ile kengele, Diana alishtuka mno. Diana alijawa na hofu, tena isiyo ya kawaida.
ndipo alitoka kwa haraka, kisha akaelekea kuingia ndani. Humo ndani kulikuwa kama na vurugu. Mara baada ya ile kengele, na George naye akatoka tena. Alitoka mkuku na kukimbilia chumbani kwake. Baada ya muda ama baada ya sekunde kadhaa, Diana akawa amevaa kanga na kurudi mlangoni kwa ajili ya kufungua mlango. Alihisi kabisa huenda ni dada yake ambaye ni Ana. Basi alifungua mlango. Ana alikuwa na furaha mno. Yaani alikuwa na furaha mno baada ya kumwona mdogo wake. Walikumbatiana kwa bashasha, mtu na mdogo wake. Lakini kumbe kwa upande wa pili ama kwa upande mwingine, unaweza ukasema ni mtu na mke mwenza. Diana, shemeji yako iko wapi? Dada na wewe? Nimemisi bwana. Hebu niambie yuko wapi? Yuko wapi mume wangu? Yupo chumbani kwako. Nahisi atakuwa amepumzika, si unamjua kwa kupenda kulala shemeji. Basi ndipo alikimbia moja kwa moja chumbani kwake akiwa na bashasha la kutaka kumwona mume wake. Ana alifika kwa spidi tena isiyo ya kawaida, kisha akamkumbatia kwa mahaba mazito kiasi kwamba mpaka chozi lilianza kumtoka. Baby, I miss you baby. I miss you too baby. Za huko kipenzi, huko ni salama, sijui nyinyi huku wazee wa kula bata. Basi walisalimiana vizuri tena kwa furaha, matani hapa na pale. Ilikuwa ni kawaida, ingawa kwa upande wa Diana, baada ya kumwona tu dada yake amerudi, alijishangaa baada ya kujikuta kama hakufurahishwa kabisa kurudi kwa dada yake. Basi baada ya muda walirudi sebuleni, kisha wakaandaa chakula cha jioni. Tena waliandaa kwa pamoja. Nyumba nzima ilijaa furaha, hasa kwa Ana aliyeonyesha dhahiri kuwa aliwakumbuka zaidi. Kuna muda alikuwa akitoka jikoni na kuja sebuleni kumtania mumewe. Yaani ilikuwa ni furaha juu ya furaha. Basi baada ya mapishi, hatimaye muda wa maankuli ukawadia. Wote wakakaa mezani. Ilikuwa ni raha kwa Ana, lakini kwa Diana muda wote alikuwa akiwaangalia. Alikuwa akimwangalia George pamoja na dada yake, waliokuwa wakirishana kwa mahaba mazito ambayo ilimfanya Diana chakula kisipite vizuri. Kuna muda alijikuta akishindwa kabisa, ndipo alibaki akimpiga jicho George, jicho lisilo la kawaida, kabla ya chakula akijaisha. Diana alimkanyaga kwa George, akaacha chakula. Dada, mimi nimeshiba bana. Umeshiba? Umekula nini kwani? Amna bwana dada, wala usijali, tulitoka leo, kwa hiyo nimeshiba tu. Mlitoka? Mbona nilisikia kuwa leo mlikuwa nyumbani tu? Hapana, nilitoka mimi tu. Diana alijikuta akiwa na kigugumizi kisicho cha kawaida katika kutaka kujibu lile swali aliloulizwa na Ana. Basi hakukaa tena mezani, ndipo alitoka na kwenda sebuleni. Baada ya muda, Ana alimwomba mumewe waende wakapumzike, kwani muda ulikuwa umeenda. Walimwacha Diana akiwa anaangalia TV. Basi kwa wanandoa, kati ya George na Ana ilikuwa balaa. Yaani ndani ilikuwa ni mapenzi juu ya mapenzi, kupenzika tu. Walipoona inatosha, baada ya muda kidogo
Ana alitoka kisha akaenda bafuni kwa ajili ya kuoga, lakini alishtuka baada ya kukuta nguo ya ndani ya kike ikiwa kwa pembeni. Alijiuliza, hii nguo ni ya nani? Mbona mimi sijawahi kuvaa nguo kama hii? Ndipo akaamua kumuita mumewe. Habi, mume wangu. Na mke wangu. George alifika. Hii nguo ni ya nani? Jamani, mke wangu, huoni kuwa nimekuandalia wewe hiyo Jamani, uliniandalia? Baba, uliniandalia mimi kivipi ikiwa nguo inaonekana sio mpya hii? Hapana mke wangu, hiyo nilinunua muda mrefu toka siku ile ulivyoniambia utakuja, lakini haukuja. Kwa hiyo niliamua kuiweka tu hapo, huku nikitega kwamba siku yoyote unayokuja basi utaitumia. Huku kijasho chembamba George kiliendelea kumtoka. Aya, niwekee tu. Aya. Ana alikubali, lakini ilikuwa ni kwa shingo upande. Ilipofika majira ya saa 7, Diana alishtuka. Muda huo Diana alikuwa kwenye TV, yani sebuleni. Basi TV ilikuwa oni. Diana alionekana kuwa na mawazo mno, ndipo akatoka moja kwa moja akiwa ameshika simu yake na kuingia chumbani kwake. Huku upande wa pili George alishtuka baada ya kuhisi joto kali. Akaamka na kwenda kuwasha feni. Alipofika tu kwenye dressing table, aliona simu yake ikiwa inawaka. Ndipo akaichukua. Alipoangalia, aliona SMS na namba iliyotuma SMS hiyo ilikuwa ni ya Diana. Ilikuwa ikisema, shemeji, umenionjesha asali, alafu mzinga umeondoka nao. Sio vizuri ujue, nateseka mwenzako. George alishtuka, akafikiria nini afanye ikiwa mke wake yupo na amelala. Maana Ana alikuwa amelala fofofo, na hii ilionyesha dhahiri juu ya uchovu wa safari. Basi George aliwaza kwa sekunde kadhaa, kisha akaamua kutoka ndani kwa kunyata mpaka kuelekea kwenye chumba cha Diana. Akiwa hajawasha taa, George alitoka moja kwa moja na kuelekea kwenye chumba cha Diana. Basi alipotaka kufungua ule mlango, nao mlango haukuwa na ajizi, ukafunguka moja kwa moja. Ndipo George akaingia kwenye chumba cha shemeji yake. Muda huo Diana alikuwa amejifunika gubi gubi, yani mwili mzima. Basi akafika kitandani na kumshika Diana. Hello baby. Oh, wow. Diana hakuamini. Ndipo Diana alijikuta amezama mazima kwa shemeji yake, akiwa elewi hili wala lile. Shemji, naomba nikwambie kitu. Ukweli mimi sielewi kwa nini nakuwa hivi. Mimi mwenzako nashindwa kujizuia shemji. Kisima kitamu ni kile kilichochimbwa na mwenyewe, na sasa umekichimba. Sitamani mwingine aje kunywa maji ambayo umechimba wewe kisima. Haya, mbona unaguna? Huo ndo ukweli ujue. Sawa, na ndo maana naelewa kupenda sio kazi, ila kazi kumpata mwenye mapenzi ya dhati. Najua nakosea. Najua nakosea Shem, najua kabisa kwamba nakosea, lakini sasa haya yote umeanzisha wewe. Yaani umeanzisha wewe kabisa, na cha ajabu sitamani kuwa mbali na wewe. Nakupenda,
Oh, Diana, usijali, nipo kwa ajili yako. Nisikilize dada, nisikilize Diana. Dada yako amerudi, so nimekuja hapa ili kukuonyesha kuwa wewe ni wa thamani. Sawa mama? Basi alimkisi kwenye paji la uso, kisha akatoka na kuelekea chumbani. Alipofika alimkuta Ana akiwa anatoka chooni. Bebi, vipi? Mbona usiku? Ulikuwa wapi? Nilienda nje. Mbwa alikuwa anabweka kidogo, kwa hiyo nilienda kuangalia. Ila uzuri wake usalama upo. Basi walirudi kisha wakalala. Kesho yake asubuhi ilipofika, kama kawaida, walijiandaa kwa ajili ya kwenda ofisini. Ingawa Ana alionekana kuwa alikuwa na uchovu mno, hivyo alimweleza mumewe kuwa atachelewa kwenda ofisini, maana leo yeye anatakiwa kwenda kuripoti tu. Basi Diana na George walitoka na kuelekea kazini. Ilipofika majira ya saa 4, ndipo Ana alijiandaa na kwenda ofisini moja kwa moja. Alipofika aliripoti vizuri tu, lakini baada ya muda alimwona rafiki yake Melania. Vipi besti, upo poa wewe? Ya, nipo poa. Hongera na pole na safari rafiki yangu. Asante. Basi walipiga stori 2-3. Ndipo Melania alimweleza, besti, una kifua kwanza? Umeanza hivyo na umbea wako. Haya, nawezaje kuishi bila kuwa na kifua mimi? Hapo shosti ndo penyewe sasa. Kama kifua unacho, manake utatunza siri. Basi ndipo Melania akatoa simu yake na kumwonyesha picha Diana akiwa na George wakiwa wanakula bata katika sehemu nzuri za starehe. Lakini mwishowe alisema, shosti yao wewe waache tu, washazoea hao, ndo maisha yao. Hao Ana, uko serious kweli? Uko serious kweli wewe? Unasema hivyo kirahisi tu? Ngoja nikwambie jambo. Wenyewe wanasema akili kumkichwa. Hii ni dunia, na duniani hata mama yako upaswi kumwamini. Kama moyo wako tu unakusaliti, sembuse ndugu. Ana, amka dada. Ana alijikuta akiwa na mawazo mno. Aliwaza juu ya mume wake, jinsi anavyomwamini. Hapana, haiwezekani. Basi waliachana. Ilipofika mida ya kurudi nyumbani, George alimpigia Ana, yaani mkewe. Baby, mke wangu, nitachelewa kidogo kurudi, kuna kikao cha dharura. Okay, sawa, hamna shida mme wangu. Sawa basi, sawa, mimi ngoja ni Bolt. Okay. Ana aliwahi moja kwa moja kufika nyumbani. Alipofika aliendelea na kazi zake za kawaida, lakini kwa George alionekana akiongea na Diana. Shemeji, hello. Yes shem. Naam kipenzi, tutoke basi. Okay, haina shida, najua tu umenimisi na mimi nimekumisi. Basi walipanga kukutana katika hoteli moja maarufu katika jiji la Dar es Salaam. George alipofika akamtumia location Diana, kisha Diana akachukua Bolt moja kwa moja mpaka hotelini. Alipofika mlangoni, katika mlango mkubwa alikutana na bosi, yaani bosi Deliki. Walisalimiana kisha akaingia ndani moja kwa moja, yaani kwenye chumba namba 8. Alipanda moja kwa moja juu kabisa. Kisha Deliki alijiuliza,
huyu si ni mdogo wake huyu na Ana huyu. Lakini hakutaka kujaji sana. Alipofika alipokelewa na bashasha. George alimueleza, Diana, hakika umenikamata. Kwa raha unazonipa mwingine sitamani. Yaani unajua, katika kuumba kwako, sijui nieleze vipi. Maana kama ni kweli tuliumbwa kwa maji pamoja na udongo, basi wewe bila shaka ulipewa nafasi ya upendeleo. Tena akikuumba kwa udongo na maziwa, maana kila itwapo leo uwepo wako kwangu ni furaha tosha. Kuna muda mpaka najuta kwa nini nilimuoa dada yako. Shemeji, unaniua, hakika unanichanganya. Basi baada ya kuona muda umeenda sana, Diana akiwa hajafika na sio kawaida yake, Ana aliamua kumpigia simu mdogo wake. Upande wa pili Diana alishtuka baada ya kuona simu ya dada yake. Baby, dada anapiga. Usipokee, namjua huyo. Wewe, kwa nini? Sasa utamjibu nini? Mwambie umepitia kwa Irene, yule rafiki yako. Sawa. Basi alizungumza na dada yake, ingawa Ana alianza kudauti kutokana na kile alichoambiwa mchana na Melania, alafu jioni kimetokea. Basi ilipofika majira ya saa 4 usiku, Ana alijaribu kupiga simu ya mume wake, lakini haikupatikana. Akapiga simu ya Diana, nayo pia haikupatikana. Alichanganyikiwa sana. Kisha baada ya dakika 10 aliwaona wakiwa wanarudi pamoja. Nyinyi, mbona mnanipa pressure kiasi hicho? Kwani mlikuwa wapi? Mlikuwa wapi? Maana mpatikani wote, alafu mnarudi pamoja. Mke wangu, mbona unakuwa hivyo? Hebu twende chumbani, twende. George alimchukua mke wake na kumuingiza chumbani. George, mbona sikuelewi? Naona umebadilika. Naona umebadilika kabisa. Mme wangu, wewe sio kwa hivi. Sio kwa hivi kabisa. Mke wangu, mbona sikuelewi? Sijabadilika chochote mimi, mke wangu, na siwezi kubadilika kabisa. Unisamehe wala usinifikirie vibaya, mke wangu. Mke wangu, moyo wangu umeumbwa kwa ajili ya mtu mmoja tu, na hii ndiyo maana katika mwili wangu kuna moyo mmoja. Nilalapo, niamkapo, ni wewe tu unayenipa furaha na amani ya moyo wangu. Sitamani na siwezi kuja kukuumiza, kwani wewe ndiyo mtu muhimu katika maisha yangu, tena leo mpaka kiyama. Tulia mama, tulia kipenzi. Alimvuta na kumkumbatia huku akimkisi mashavuni. Mwishowe alitulia. Zilipita siku kama 3, George na Diana, mapenzi yakiwa lelelele. Watoto mjini wanasema mapenzi yalikuwa mubashara. Basi Ana alipanga safari ya ghafla tu. Mume wangu, ninatakiwa kusafiri leo jioni kwenda Morogoro. Kuna kontena ambazo natakiwa kuzifuatilia. Ana, mke wangu, kweli? Mbona ghafla kiasi hicho? Hapana mume wangu, ni habari ya kikazi. Kuna makontena yamekwama, hivyo nasafiri leo kwenda Morogoro. Aya, sawa. Basi George alifurahi sana kimoyomoyo.
baada ya kumaliza kuagana na mke wake. Baada ya kumaliza kuongea naye, ndipo upande wa pili Ana naye akachukua taksi moja kwa moja na kuondoka. George na Diana kwao ilikuwa ni furaha na ndelemo, bila kuelewa nini kinachoendelea. Kesho yake asubuhi, Diana na George walikuwa ndani wakila bata na kufurahi. Ana alikuwa yupo nje ya nyumba. Aliingia na kufungua mlango taratibu bila wao kuelewa. Alikuwa amechukua funguo za ziada. Ndipo alipofika alifungua milango yote mpaka wa sebuleni. Alipofika sebuleni, alisikia sauti zisizoeleweka. Ina maana gani? Sasa leo nitajua mbivu na mbichi. Akafungua mlango wa sebuleni taratibu, kisha akaingia ndani. Alipofika sebuleni, alikuta shati la mumewe likiwa chini, suruali ipo chini, na gauni la mdogo wake likiwa karibu na mlango wa chumba chao. Ana presha ilimpanda baada ya kuchungulia mlangoni kumwona Diana na mumewe wakiwa faraga kitandani. Yaani ilikuwa hatari. Basi walishtuka baada ya kusikia kishindo kikubwa. Ana alidondoka na kupoteza fahamu. Ndipo walimchukua na kumkimbiza hospitali. Walipofika walikutana na bosi Derek akiwa anatoka kwa dokta. Alipoona lile jambo, Derek alisaidia kumwingiza hospitali. Baada ya masaa matatu, Ana alizinduka kitandani. Aliamka akiwa na mawenge, akiwa helewi hili wala lile. Alibaki akioji, niko wapi? Niko wapi? Pembeni muda huo bosi Derek alikuwa amekaa kwa pembeni. Machozi yalimtoka Ana, yalimvuja. Basi ndipo akamvuta na kumkumbatia huku akimtuliza. Baada ya dakika kadhaa alimwona George akiingia. Alishtuka na kulia mno. Ana alibaki akisema, sitaki, naomba toka. Basi George alitoka. Baada ya kuruhusiwa, basi muda ulienda, kisha Ana aliruhusiwa. Ndipo alimwambia bosi Derek, tafadhali naomba niende kwako. Derek hakupinga, alimkaribisha Ana nyumbani kwake. Alimchukua Ana mpaka kwake. Kisha Ana alimweleza yale yote yaliyotokea. Akaapa kutorudia tena, lakini baadaye akasema kabisa ya kwamba niliyopitia hakika ni funzo. Ana alitamani kuondoka kwenda mbali. Basi ndipo Derek aliona kama fursa. Alimchukua na kwenda naye katika mji mwingine. Ana na bosi Derek, mapenzi kwao yakawa matamu, wakifurahia maisha. Wakaamua kuanzisha familia mpya. Baada ya miaka miwili, Ana alipata ujauzito. Familia yao ikawa njema isivyo kawaida. Upande wa Diana na George, hali ilikuwa mbaya baada ya George kufukuzwa kazi na kupata ajali mbaya, akakatwa miguu yote miwili. Diana alipatwa na matatizo mabaya baada ya kupata mshtuko, akawa kipofu ghafla. Utamu wa shemeji ukawa umemponza. Hii ni sehemu ya mwisho na ulikuwa nami Mr. A Romantic. Tumefika tamati katika simulizi hii. Unasemaje? Maana yajayo yanafurahisha. Langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Asante na kwa heri.